ambaye anatuhumiwa kufanya kosa, kuvunja katiba, labda ni mkuu wa nchi, sawa? Unafanya nini? Kabla ya marekebisho haya, unafungua kesi Mahakama Kuu, unamtaja mtu ambaye alitenda kosa lile, ambayo ni mtu wa serikali, kiongozi wa serikali, katika kufanya shughuli zake za kikatiba, akafanya kosa hili, sawa? Unamtaja yeye kama mkuu wa nchi, unasema kabisa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na unamtaja wakili mkuu, mwanasheria mkuu wa serikali, Attorney General. Ndio kawaida kabisa. Mwanasheria mkuu anakuja mahakamani kwa niaba ya serikali nzima, sawa? Lakini haki zake unazopeleka mahakamani lazima zitaje nani ametenda kosa hili. Unamtaja yule kosaji pia, ama ni taratibu za kawaida za kimahakama, tunaita proper party na necessary party. Mwanasheria mkuu wa serikali anakuwa pale kwa mujibu wa sheria, sawa? Proper party ni pale kuonyesha nani ametenda kosa. Sasa marekebisho haya yakafuta hii, nasema kwamba badala ya kushtaki huyu kiongozi wa serikali, utamshtaki mwanasheria mkuu peke yake. Tuko pamoja? Kwa sasa kule katika kichwa cha habari, hata kama hatukana kabisa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, huku unapozungumza kwa hati zake utasema Mheshimiwa Rais alifanya jambo fulani fulani fulani. Sasa itakuwa sasa mahakama inakwambia sasa huyu ambaye unamtaja kwa hati zenu hayupo mahakamani. Sasa nataka nifanye nini? Siwezi kumhukumu bila yeye kupewa nafasi ya kusikilizwa, sio? Wala siwezi kutoa amri dhidi yake kwa sababu hayuko mahakamani. Naona hiyo ambayo ni sheria ilikuwa ni severe. Ilikuwa ni absurd. Ingereza tunasema it was absurd. Okay? Tukasema tukaenda mbali kwamba hii inatoa kinga kwa hao waliotaja Rais, makamu wa rais, nafikiri waziri mkuu, spika, jaji mkuu na kadhalika. Ni aina ya kinga kwa hawawezi kushtakiwa mahakamani. Sasa tukasema hii haifai. So sisi ni nchi, ni jamhuri, sio ufalme. Katika nchi za kifalme huwezi kumshtaki mfalme kwa sababu yeye habanwi na sheria. Lakini katika jamhuri kila mtu anabanwa na sheria na katiba. Hakuna mtu ambaye ni juu ya sheria. Wengi wetu, vijana wetu, tukana na hawajui hiyo. Nilipokuwa nafundisha chuo kikuu, katika darasa langu la kwanza na vijana wangu wa mwaka wa kwanza, nilikuwa nawauliza, je, Mheshimiwa Rais anabanwa na sheria? Wengi wao hapana, habanwi na sheria. Yeye juu ya sheria. Mazoea. Bwana Rais, kwa kiasi kama tunaendelea kuona urais wa kifalme, imperial presidency. Sisi tukapinga hili. Ninafurahi kwamba mahakama imetukubalia
hoja zetu zote tulizotoa, hoja 8 katika rufaa yetu, zote zimekubaliwa mahakama, na mahakama imesema wazi wazi bila kutafuna maneno kwamba hayo marekebisho, kifungu ndogo cha 2, 3, 4 na 5 ya kifungu cha 4 katika sheria hiyo ni batili, haina nguvu za kisheria kwa sababu ni batili, ni kinyume cha katiba. Kwa elimu hizi na mengine mengi, usisahau kutembelea katika kurasa zetu za Facebook, Twitter, Instagram pamoja na YouTube.